Kanuni hii ya kuenenda kwa imani wala si kwa kuona inamaanisha nini hasa? Naweza nikakopa maana kadhaa hapa. Maana ya kwanza, kuamini kabla ya kuona majibu. Kuamini kabla ya kuona majibu. Hata kama unaona hali bado haijabadilika, hata kama unaona hali bado inaendelea kuwa mbaya, amini ya kwamba Bwana atatenda. Hiyo ndio maana ya kwanza. Amini kwamba Bwana atatenda. Nachukua hatua za kufanya katika maisha yako. Hata kama mazingira yanapingana na matarajio ambayo unategemea yatokee kwenye maisha yako, fanya, alafu Bwana atatenda. Hiyo ndio maana ya kwanza ya kuwa na imani kabla hujaona. Maana nyingine ya pili ni kumtumainia Mungu katikati ya giza. Kumtumainia Mungu katikati ya giza. Huoni njia, huoni mpenyo, lakini unamtumainia Mungu, hauvunjiki moyo. Hauvunjiki moyo katikati ya giza. Unaendelea kufanya. Unaendelea kufanya. Naweza kujifunza kwa wakulima, hata kama mvua hazijanyesha, unashangaa wanatayarisha mashamba. Wanaamini mvua itanyesha. Hata kama jua limepiga mazao yao, wanaendelea kupalilia. Hiyo ndiyo imani. Hata katika maisha yako, chochote unachokitaka mbele za Mungu, hata kama unaona giza, hata kama unaona hali mbaya, endelea kupalilia. Unapalilia kwa maombi, unapalilia kwa kujilisha neno la Mungu, unapalilia kwa kufanya vile vitu vinavyotakiwa uvifanye. Maana unafanya sehemu yako, alafu kuna sehemu ya Mungu ambayo yeye ataingilia kati. Hiyo ndiyo imani. Kumtumainia Mungu katikati ya giza. Hata kama huoni njia, wewe fanya. Hata kama hauelewi vizuri, wewe fanya. Hata kama huoni kesho yako inaelekea wapi, wewe tenda. Jipe moyo, jitie nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndo maana ya pili ya kumwamini Mungu kabla hujaona. Maana ya tatu ya kumwamini Mungu kabla hujaona ni kutanguliza neno la Mungu kuliko hisia zako. Kutanguliza neno la Mungu kuliko hisia zako. Kutanguliza neno la Mungu kuliko hisia zako. Hisia zinaweza kusema haiwezekani, lakini wewe katika jicho la imani sema inawezekana. Hisia zinaweza kukuambia kwamba, au zinaweza kukuonyesha kwamba hakuna kinachoendelea, lakini jicho la imani sema kuna kitu kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unapopita kwenye shida au unapopita kwenye matatizo, hata kama yale matatizo yanashughulikiwa, unaweza usione yanashughulikiwa kwa namna gani. Kwa hiyo kwa mtu wa Mungu ni mwiko kusimama kwenye tatizo. Simama kwenye jibu la Mungu ambalo limetamkwa juu yako. Unatanguliza neno la Mungu, unatanguliza ahadi za Mungu. Mungu anasema nini? Yeye anasema mimi ni mwaminifu, ambaye hata liacha neno lake lianguke bure, litaleta matokeo kwenye maisha yako. Unashika hilo,
unatembea nalo hilo, unaishi nalo hilo, unalitumainia hilo, hauvunjiki moyo, una press, unatembea naye. Alafu inafika mahali Bwana anaachilia majibu kwenye maisha yako. Katika hii dunia usipokuwa na moyo wa namna hiyo, shetani atakuchezea sana.